السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الحاضرون، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضى. ndugu zangu tuliohudhuria kwenye muhadhara wetu huu, tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala sote sisi tulioko hapa na hata wale ndugu zetu wengine walioko nje ya hapa ambao walikuwa na shauku ya kuja hapa lakini hawakuweza kwa sababu moja au nyinginezo, tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atulipe kwa nia zetu njema za kuhudhuria vikao na mikutano ya kidini kama hii, na hivyo hivyo awalipe kheri wale wote wanaotufuatilia kwa channel zetu zinazorusha moja kwa moja kutokea msikiti huu. Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe sote tuliopo hapa ndani na wale walio nje hapa, walio karibu na walio mbali, kwenye kufahamu yale yaliyo ya haki katika tunayoyasema na kuyafafanua, na pia tuwafikishe kwenye kuyafanyia kazi na kutupa uwezo wa kuyafikisha kwa wengine ambao hawakufikiwa na ujumbe huu. Kama mtakumbuka, kwenye sehemu ya kwanza ya muhadhara wetu tuliofanya baada ya swala la asiri mpaka kufikia kabla ya magharibi kwa robo saa, tulizungumzia namna Uislamu ulivyotoa kipaumbele kwenye kuyalinda na kuyachunga mambo makuu matano. Kajaribu kuzitaja au kuyataja maandiko matakatifu, ima kutoka kwenye Qur'ani au kutoka kwenye kinywa cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hiyo ndio misingi miwili kwa Waislamu ya kujenga dini. Pamoja na ufahamu waliofahamu wema waliotangulia, mambo matano hayo tulisema dini imekuja, dini ya Kiislamu imekita mizizi yake kwenye kulinda mambo matano ambayo ni dini yenyewe yatakiwa ilindwe, ihifadhiwe, iendelezwe, ipiganiwe, ienezwe, ipokewe na ipokezwe kila kizazi kwenda kwenye kizazi kingine, iendelee hivyo mpaka mwisho wa hii dunia. Dini ilindwe, na aya na hadithi zinazozungumzia mambo hayo ni nyingi. Lakini jambo la pili ni kulinda nafsi na roho za watu, kuwalinda watu wenyewe. Kisema nafsi ni mtu mwenyewe, kuanzia roho yake na mwili wake, isimwagwe damu yake pasi na haki. Kadhalika sheria yetu, sheria ya dini yetu imelenga kulinda akili za watu zisivurugwe kwa namna yoyote ile
na imetoa njia ya namna ya kuzihami na kuzilinda akili. Ukisoma sheria utayajua haya. Kadhalika sheria yetu imekuja kulinda kizazi na heshima za watu, nasabu za watu na heshima zao. Hairuhusiwi kuvunja heshima za watu, ni mmoja mtu huyo ni mkubwa au mdogo, wa kike au wa kiume, raia au mtawala. Ni marufuku kuchezea heshima yake. Kadhalika sheria yetu imelenga kuilinda na kuihifadhi na kuchunga mali za watu. Haifai kucheza na mali za watu kwa namna yoyote ile. Nikayafafanua haya kwa ufupi kiasi cha saa moja na dakika kadhaa hivi. Nimeyatanguliza hayo kwa sababu ya haya nitakayoyasema sasa hivi kwenye muhadhara wetu huu wa kipindi cha pili. Nitaomba tusikilizane kwa makini sana, na bado nitasisitiza kudhibiti nukta muhimu na masaili muhimu nitakayoyasema, hata kama wayajua. Najua watu wengi wana elimu, wana maarifa, lakini kuhifadhi elimu ni jambo la msingi. Na pia inawezekana nikazungumza kibinadamu nikateleza, ukadhibiti wewe. Ni vizuri ukakosoa kielimu na adabu, na pale nilipoteleza nitarekebisha. Nitakapokosea basi ni mimi, sio dini, kwa kuwa mimi ni binadamu. Pamoja na kwamba huwa napatiliza sana kile ninachokusudia kukisema, sipendi kuropoka, na ndio maana ninazidhibiti nukta zangu. Kwa nini nimezungumza niliyozungumza kwenye muhadhara wa kwanza? Kwa makusudio gani? Nimeyazungumza niliyozungumza kwa lengo la kukumbushana kwa wale waliosahau, na lengo la kuwafundisha wale wasiojua, na kuwakosoa wale wanaopotosha, na kusema lililo la haki kwa niaba ya Waislamu walio nyuma yetu. Kwa sababu unapokuwa katika jamii yoyote, kuna watu wanaokukubali hata kama ni wachache, na wanaokupinga hata wakiwa wengi. Wale wachache wanalao la kutaka kusema, wakakuona wewe wafaa kuwasemea, sema. Naamini kwamba mujitamaa wetu na jamii yetu ya watu tunaojinasibisha kufuata njia ya as-salafu salih katika nchi hii na nje ya nchi hii, tunayo mitazamo na fikra, tunayo imani na itikadi ambayo sisi twaamini kwamba lau kama wanadamu wote wataishika njia hiyo na wakaiamini, wataishi katika hali ya amani na utulivu, upendo na mshikamano, na wataishi katika hali ya furaha
na kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyotaka aabudiwe. Twatamani lau wanadamu wangeiona ile kheri iliyomo kwenye yale tunayolingania. Twatamani lau Watanzania wangeona ile kheri na baraka iliyomo kwenye hiki tunachokilingania. Natamani Waislamu wangekijua hicho, raia na watawala wakakishika tunachokilingania, basi pasingekuwa na matatizo wala tabu zozote. Illa an yasha Allahu rabbi. Kwa nini? Kwa sababu tunachokilingania sisi ndiyo ile dawa na ule ulinganizi aliolingania Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ukapokelewa na maswahaba zake. Uislamu uliojengwa kwenye misingi ya kitabu, yani Qur'an na as-Sunna, yani mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa uelewa na ufahamu wa maswahaba na wanafunzi wa maswahaba na waliofuatia baada yao, watu wa zile karne tatu bora zilizoishi katika wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na baada yake, vizazi vitatu bora, zile generation tatu za mwanzo kabisa, wale walikuwa katika Uislamu sahihi ambao wanadamu wote wanatakiwa waishi kwenye Uislamu ule. Waislamu wote wanatakiwa waishi kwenye Uislamu ule. Ndio huu Uislamu wa kuyahami na kuyalinda haya mambo matano makuu yaliyolengwa na sheria ya Kiislamu, ad-daruriyatul khams. Uislamu unaoilinda dini kwa kuitetea tauhid na kuikataza shirki ambayo ni dhulma kubwa, shirki ambayo inaleta hofu katika miji, kwa sababu ukiwa mushrik unamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, huwezi kuwa na amani. Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahima ala qaumih. Allah subhanahu anasema wale walioamini na wasichanganye imani zao na ushirikina, hao wataishi kwa amani, watapata amani, na wao ni watu walioongoka. Na hizo ndio hoja zetu tulimpa Ibrahima na jamaa zake. Tulimpa Ibrahim akawa dhidi ya jamaa zake walioingia katika shirki. Tilka hujjatuna atainaha Ibrahima ala qaumih narfa'u darajatin man nasha. Allah subhanahu wa ta'ala anaithibitisha amani kwa watu wenye tauhid. Tauhidi ikikosekana ndipo pale inapotokea katika jamii wakapatikana watu kwa sababu ya ramli na kwa sababu ya tamaa wakawaua wazazi wao kwa kisingizio cha uchawi. Kuna watu katika baadhi ya nchi, bali katika nchi yetu, walijitokeza wakawa wanawaua vikongwe kwa tuhuma za uchawi na ushirikina, kwa sababu hawana tauhid. Kwa hiyo amani imeondoka kwao. Akishamuona mzee kazeeka na macho mekundu, pengine mwenyewe alikuwa apikia kuni, moshi mwingi, macho yamebadilika yamekuwa mekundu, huyu mchawi. Mbona watoto mtaa huu wafa? Kumbe wana utapia mlo, kumbe wana malaria hawapeleki hospitali, kumbe kuna typhoid, kumbe kuna kadha wa kadha. Lakini lawama zinaelekea vikongwe, lawama zile zajengwa na waganga wa kienyeji wanaotibu kwa njia za ushirikina na mashetani. Shirki inapelekea vikongwe kuuawa. Shirki
ndiyo inayopelekea albino na watu wenye ulemavu wa ngozi kuuawa, kwa sababu huyu ni mchimba madini, kaambiwa kwenye mgodi wako, tangu wewe umechimba pesa zimeisha, miaka imeisha, wenzako wamekuchezea madini ya kwako, ukikaribia hivi wenzako yavuta kule. Kwa hiyo ili yaje yabaki, tutataka mkono wa albino. Na wewe kwa sababu huna tauhid, wamtafuta albino kwa gharama yoyote, umkate mkono upeleke kwa mganga akakutibie kwenye mgodi. Au na kampuni ya mabasi, biashara ya kusafirisha na usafiri, unauza kioski hapo, una restaurant yako, una duka lako, umeajiriwa kwenye kazi, wataka kupanda cheo, au wahisi warogwa sana na wenzako, watafuta mganga wa kienyeji akutibu, na atakwambia mambo chungu nzima ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, na wewe hukai kwa amani. Vipi utakuwa na amani na wewe huna tauhid? Utasikia mtu mzima amembaka mtoto wake wa kumzaa mwenye umri wa miaka 3, miaka 5. Si kwamba afanya vile kwa sababu kazidiwa na matamanio, ni mganga wa kienyeji mshirikina kamuagizia ili upate bahati katika maisha yako na biashara zako zifunguke, basi kamuingilie binti yako wa kumzaa huyu kwa sababu ya upumbavu, kwa sababu ameacha mila Ibrahim. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. Hakuna mtu yoyote ataichukia mila ya Ibrahima isipokuwa ataitia kwenye upumbavu nafsi yake. Allah anasema maneno haya. Mila ya Ibrahim ilikuwa ni tauhid. Kwa hiyo Uislamu umekuja kulinda dini yenye misingi madhubuti ambayo ni tauhid, njia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na njia hii kwa kuwa imejengwa juu ya msingi huu inaleta amani. Hutasikia maalbino wakiuawa au wakikatwa viungo, wala hutasikia vikongwe wakiuawa au watoto wachanga wakibakwa au mambo mbalimbali yasiyofaa yakifanyika. Hutasikia hayo kwa sababu watu wamesimama katika njia ya sawa. Jambo hili ni kheri na baraka katika umma. Ni aibu kubwa sana kusikia taifa la watu eti wamesoma na wameendelea katika ulimwengu huu wa teknolojia ya hali ya juu, bado wanaamini mizimu na bado wanaamini ushirikina na uchawi, au kuwaua au kuwachuna ngozi watu ili wajinufaishe wao wenyewe. Ni jambo la ajabu na la aibu kabisa. Hivyo tauhidi na dawa hii inahitajika, dini ilindwe ili amani ipatikane. Sisi tunailingania dawa hii kwa sababu ndiyo dawa ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kadhalika tulinde nafsi. Ukiisoma dawa hii vizuri utaelewa kwamba kuna msingi wa kulindwa nafsi za watu na akili zao na heshima zao na mali zao. Ndiyo maana sisi tumesimama kwenye ulinganizi wa da'wa hii, mambo ambayo huyapati kwenye sehemu nyingine. Utakuta hawa wana hili, yale wameacha, wameshika yale, hili wameliacha. Nini? Kwa sababu hawataki kuingia katika mfumo wa njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na njia ya maswahaba zake alkiram, wakaacha hilo. Sasa kila tukitazama ule mbabaiko uliopo kwa Waislamu, kwamba mbona Waislamu wanayumba, mbona Waislamu wanababaika, mbona Waislamu wanadanganywa na wao wanadanganyika, mbona wana misingi imara, misingi madhubuti kabisa ya kuwafanya wao wawe na utulivu,
wana misingi ya kuwapitisha kwenye hali zote bila kutetereka. Kwa nini wanatetereka na kwa nini wanayumba? Sisi tukaona kwamba miongoni mwa sababu zinazopelekea wao kutetereka na kuyumba ni ujinga katika dini. Waislamu wengi tumeamua kwa makusudi kutojifunza dini yetu. Sasa sisi da'wa yetu, ile da'wa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kushikamana na kitabu cha Allah na sunna za mtume wake sallallahu alaihi wasallam kwa ufahamu wa wema waliotangulia, sisi tumeamua kulivalia njuga jambo hili. Kila unapotokea munasaba, kila inapotokea hali na sababu zenye kupelekea kuzungumza jambo fulani, twazungumza bila ya kusubiri ushawishi kutoka kwa mtu yoyote, bila ya kusubiri ahadi ya mtu yoyote, bila ya kusubiri kutumikia agenda ya mtu yoyote, bila kujipendekeza kwa mtu yoyote, hata kama jambo hilo litagharimu maisha yetu, litagharimu mali zetu, au litagharimu heshima zetu. Niliwahi kuzungumza siku za nyuma, karibuni tu kwenye Eidul Adha, wakati nikizungumzia masuala ya amani, nikasema katika mambo ambayo watu waliobeba da'wa hii wanasifika nayo ni ujasiri na kutokuwa na hofu juu ya kulisema jambo la haki kwa njia nzuri, bila ya kutukana, kukashifu na vinginevyo. Wanalizungumza jambo la haki kwa dalili. Nikatoa mfano miaka ya nyuma kidogo, 2012 2013, na nyuma yake kidogo palitokea vuguvugu katika nchi yetu na nchi za jirani. Zilikuja fikra za jihadi. Baadhi ya mashekhe kupitia mitandao na kupitia madarasa zao wakawahamasisha vijana wa Kiislamu watoke kwa ajili ya kupigana jihad. Wakawahamasisha wengine watoke wafanye hijra waende Somalia, wengine waingie msituni na wakaanzisha miji yao. Kuna mji waitwa Madina huko Kilindi na sehemu nyingine, kwamba watu wahamie wende huko, kwa sababu hawa wote mnaowaona hawa wanaitwa Waislamu, hawa makafiri na wanafiki. Na kwa kuwa tunaishi kwenye nchi ya kitaghuti na hawa Waislamu wengine hawataki kutuunga mkono, hawa pia nao ni makafiri, damu zao halali, mali zao halali. Wakajipanga hivyo na wakawa wanazungumza hivyo. Nakumbuka mimi nilikuwa nikifanya rudud kwenye mahadi yetu, mahadi Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, kupitia khutba na mihadhara, na nikiwajibu baadhi ya watu kwa kuwataja majina yao kwamba njia mnayokwenda nayo si njia salama wala sio njia sahihi. Hiyo sio njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Njia hiyo itapelekea kuuchafua Uislamu, itapelekea kuwaangamiza vijana wa Kiislamu, itapelekea kuufuta Uislamu, na wala hilo mnayokwenda nalo halitausaidia Uislamu chochote. Kwa hoja hizi na hizi na hizi, ikasadifu kipindi kile vuguvugu katika nchi za Kiarabu, wenye Rabiul Arabi, watu wakifanya maandamano na migomo, wakiingia barabarani kuzipindua nchi zao. Ikasadifu pia wakati huo huo kuanzishwa kundi linaloitwa ISIS, Daesh kwa Kiarabu. Daulatul Iraqi wa Sham, ikiongozwa na kiongozi mkuu wao akiitwa Abu Bakr al-Baghdadi, na huku wakiwa wana wazungumzaji mabingwa kabisa waliojificha katika nchi za Europa huko,
wakina Anwar Haulaq na wengineo. Na huku kwetu pia wakapatikana wazungumzaji wa aina hiyo. Sisi tulijua kwamba kuwajibu watu hawa ni jambo la hatari na huenda tukauawa, lakini acha tufe wachache, wengi wasalimike. Mimi nikafanya mihadhara pamoja na ndugu zangu, tukafanya na semina mbalimbali, tukahangaika mji baada ya mji. Hawa hawatuelewi, serikali haituelewi, waislamu hawatuelewi, lakini tunasema tutaeleweka maadamu ni haki. Tukafanya katika baadhi ya miji, katika baadhi ya mikoa mihadhara, tukaenda mpaka Zanzibar tukafanya mihadhara na semina. Kule Zanzibar walipanga mauaji, wakapanga mauaji waniue mimi kwa sababu mnafiki. Na kweli nimetoka kwenye muhadhara pale kwenye msikiti wa Darajani baada ya salati al-isha, tumesimama tusalimiana na ndugu zetu, tuagana tuingie kwenye magari, likarushwa gurneti kunilenga mimi. Lakini wama kana li nafsin an tamuta illa biidhnillahi kitaban muajjala. Allah asema hivyo. Pia asema qul lan yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana. Haikuwa nafsi yoyote ni yenye kufa isipokuwa kwa idhini ya Allah, na kila nafsi imewekewa muda. Pia ambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam waambie halitolitusibu sisi isipokuwa lile alilotuandikia Mola wetu. Yeye ndiye mtetezi wetu. Kwa hiyo mimi sikufa pale kwa sababu muda wangu ulikuwa haujafika. Nilijeruhiwa, nikapata majeraha, damu ikamwagika, lakini mwanafunzi wangu pale alifariki. Na waeleza hili mfahamu ile hatari tunayoipitia sisi, lakini mimi sikunyamaza, niliendelea kusema. Na tulitukanwa sana kwenye mitandao, vibaraka hao, Mayahudi hao, wanatumika na Marekani hao wanafiki hao. Lakini tulikwenda na mwisho tulieleweka. Na yale tulikuwa tukiyasema kwamba jamani, kwa haya mnayokwenda nayo, wasiokuwa waislamu wanaweza kutusaliti sisi na wenye mamlaka kwa kujifanya hawajui tofauti baina ya muislamu huyu na muislamu yule. Yoyote atakayevaa kanzu au mwenye ndevu au mwanamke amevaa jilbab ataisabika gaidi hata kama si gaidi. Na vijana wa Kiislamu watateswa, watauawa. Na jihadi gani hiyo ya nyinyi kulipua hapa na kulipua pale kisha mwakimbia mkawaacha wake zenu? Ndio jihadi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Mkaleta uvunjifu wa amani katika nchi. Na kweli walijikusanya huko Amboni kwenye mapango, wengine wakaenda Kibiti, wengine wakaenda wapi, lakini ilikuwa sio jambo la kunusuru Uislamu. Na ndio maana hata yule Abu Bakar al-Baghdadi kule kwenye dola yake ya Iraki na Sham, sisi tuliwaambia yule anatumika na Mossad, shirika la kijasusi la Kiyahudi la mtumia kuwagawa Waislamu na kuziharibu nchi za Kiislamu. Nataka kuwauliza nyinyi mashabiki wa Abu Bakar al-Baghdadi mpaka mkala kiapo cha utiifu, yuko wapi Abu Bakar al-Baghdadi? Mbona haitetei Gaza na inamalizwa? Au jihadi shaisha? Nyinyi mwatukufurisha sisi makafiri, sisi wanafiki. Au wamesoma Saudia nchi ya kikafiri, nchi ya kinafiki, ya kizayuni. Gaza yapigwa mpaka yaisha yote. Nyinyi mko huku mnakula mapilau, machapati, chai za maziwa, nyinyi na wake zenu. Mbona hamwendi kutetea Gaza? Mbona hamwendi kuwatetea watoto wa Gaza? Hamna nauli? Semeni tuchange misikitini, mtafika. Kafeni nao.
Mbona mwataka Saudia iingilie kati na ile ni nchi ya kikafiri? Nchi za Kiislamu mbona haziingilii? Au Waislamu nyinyi wenye uwezo wa kupigana mbona hamwendi kupigana? Mwanaumu tu. Lakini ni mpango ulikuwa umetengenezwa wa kuwavuruga vijana wa Kiislamu. Leo sitaki kulizungumzia jambo hilo na kuwasakama huko, na wakumbusha tu kwamba sisi katika jambo la ufikishaji haki na ukweli tumezisabilia roho zetu, kwa sababu siku ya kufa ni moja, wal mautu wahidu wal asbabu mukhtalifa. Kifo ni kimoja tu, sababu tu ni tofauti. Yule kafa kwa kugongwa na gari, kapata ajali, yule kanywa sumu, yule kauliwa, yule kafa na malaria, yule kafa suna nini, sababu tofauti tofauti, kifo tu basi. Kwa hiyo sisi sio waoga. Hata hapa nchini palipotokea vuguvugu fulani la baadhi ya Waislamu wanaojinasibu na sunna na harakati kwamba taitaka serikali kwenye sensa iweke kipengele cha udini, Uislamu dini yako nani, uandike pale Muislamu au Mkristo au mpagani. Na mimi najua kwamba Wakristo walikataa hili kwa sababu wajua Waislamu ni wengi, sio sisi wengi. Nasema kwa ushahidi gani? Sisi twaoa sana na twazaana sana, hatuogopi ufakiri kwamba watoto wangu wawili watatu. Kila shekhe ukiuliza vijana tu, shekhe awake wanne watatu wawili, watoto wangapi? 11 12. Ukimuuliza padri hana mke, wafuasi wake wana mke mmoja mmoja. Sasa mke mmoja kwa wake wanne, watoto watatu kwa watoto 12, wapi kwa wapi? Likivuta hilo kwa miaka 20 tu au robo ya karne tu, kisha habari. Na ndio maana ukienda Ufaransa, ukitazama Ufaransa, wale wa Algeria walioingia Ufaransa kwa kipindi kifupi tu utaiona athari yao, kwa sababu wale Wakristo hawaowi zaidi ya mke mmoja, na wengine mpaka afika miaka 60 hajaoa, mpaka staafu hajaoa. Lakini Muislamu akibalege tu amdai babake mke, mi baba nataka kuoa, mpaka tulia kwanza, umalize kusoma kwanza. Fitra inamvuta. Mimi si mfuatiliaji wa mambo ya mipira, lakini kuna askofu mmoja nilimsikia sema hata angalia timu ya taifa ya Ufaransa, si wa Faransa, ni raia kutoka nchi za Algeria na nyinginezo. Nini? Ni kwa sababu ya kuoana na kuzaana. Sio mada yangu pia hiyo. Kwa hiyo Waislamu wakadai kipengele cha uwekwa udini ili tujue nani mwingi katika nchi hii. Kuna watu wakalikataa lile. Lilipokataliwa, baadhi ya mashekhe waliamrisha migomo na kufanya maandamano. Sisi tulisimama kuwajibu. Kama hujui fuatilia, uliza. Tuliwajibu kwamba hiyo siyo njia ya dini yetu. Tunazo taratibu za ukosoaji, tuna taratibu za kudai haki, na sio migomo na maandamano. Mambo hayo hayazalishi kheri, hayaleti afya kwa amani ya raia. Nyinyi mnawaiga wasiokuwa Waislamu kwenye kufanya mambo hayo, na hatari yake ni 1 2 3 4 5 na kuendelea. Tukawapigia mifano wa baadhi ya nchi zilizoingia katika hali hizo na baadaye zikaingia kwenye machafuko, na hasara kubwa walioipata watu hao ya kukosa amani na kurudi nyuma maendeleo na kumwagwa damu za watu kwa dhulma na kuporwa mali zao na kuvunjwa heshima zao, mambo ambayo Uislamu umetaka uyalindwe. Lakini kwa sababu ya kukosekana amani, wenye mamlaka hawawezi tena kudhibiti hali. Amani ikakosekana, nafsi zikauawa, damu zikamwagwa,
mali zikaporwa, heshima zikavunjwa. Hatuna sababu ya kutumika, kwa sababu sisi hatuvihitaji vyeo mlivyo navyo. Mimi cheo changu cha kuwa mwalimu wa kusomesha dini ni bora kuliko cheo chochote alichopata mtu, ila atakayekuwa kama mimi au zaidi yangu, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Alhadith muttafaqun alayhi an Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, mbora wenu ni yule aliyejifunza Qur'ani na akaifunza Qur'ani. Hatutaki kitu kingine. Man yuridillahu bihi khaira yufaqihuhu fi din, mtu ambaye Allah amempendelea khairi humfunza katika dini. Yatosha hilo mimi, yanitosha mimi kupata riziki yangu na familia yangu na wale walionizunguka, nikaishi nikaisomesha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yatosha. Nimepata leo, kesho nimekosa, nitaridhika. Sina haja ya cheo. Sasa nijikombe nijipendekeze, nataka nini? Nazungumza na nyinyi kwa sababu wengi wenu wanadanganyika kwenye mitandao, na wao wakaingia katika mitego ya watu, wakaitumia mitandao ile kimakosa, ikawa ni sababu ya kumwagwa damu za watu, kuvunjwa heshima zao na kuporwa mali zao, jambo ambalo Uislamu umelikataa. Hivyo basi nataka kuwaambia Waislamu, sisi kila munasaba unapojitokeza wa mambo katika mambo ya dini ambayo tunaona kwamba haya yana maslaha na umma wa Kiislamu kuyazungumzia, tutayazungumzia, na hili halina maslaha, si wakati wake, tutalikalia kimya. Kama dini yetu inavyotufundisha, hili tuweza kuliondoa jambo ovu kwa mikono yetu, tutaliondoa. Hili haliko katika mamlaka yetu, liko katika mamlaka ya watawala, tutawaachia wao. Hili tuweza kulisemea na kulikataza, tutalikataza. Hili hatuna uwezo wa kulikataza, tuna uwezo wa kuchukia tu sisi katika nyoyo zetu, tutachukia. Yatapimwa maslaha na mafsada, kwa sababu Uislamu unaelekeza kwamba litakapokuwa limetokea jambo ovu, jambo la munkari, hili jambo ni baya, kuliondosha kwake kwa nguvu kutazalisha munkari na uovu mkubwa zaidi kuliko huo. Waambiwa marufuku kuondoa munkari huo na uovu huo, uache kwanza. Jambo hilo utakalolikataza, kwa namna utakavyolikataza, litaleta uovu na ubaya kama huo. Pia unaambiwa stop, usifanye hivyo, liache jambo hilo kwanza. Haya ndiyo maelekezo ya dini yetu na sio uoga. Leo umemwona mtu barabarani apita na gari yake, au kasimama kafungua mziki kwenye gari yake kwa sababu imani imekupanda sana. Wafika pale, mbona tupige mziki bwana? Apige mziki, mbona piga mziki? Toa fungua, piga kibao. Mara naye atoka akupiga mtama, piga kichwa, akakungua meno, damu za umwagika. Alafu munkari hauondolewi hivyo, soma. Sasa dini yetu na manhaji yetu tunayoilingania sisi ni kuhakikisha kwamba Waislamu wanabaki katika utaratibu wa dini, na lazima wapatikane watu wa kuwazungumzia dini. Kwa hiyo mazungumzo haya yakiwafurahisha na akawapendeza baadhi ya watu, kwa kuwa wameona ndani yake yana hoja na dalili za Kiislamu na ushahidi mwingi, hiyo itakuwa ni kheri, kwa sababu kwetu kuelewa na kuongoka mtu huyu mmoja ni bora kuliko kupata ngamia 100. La an yahdi Allahu bika rajulan wahida khairul laka min humurin na'am. Na hapa kwa Allah,
kuongoka mtu mmoja tu kwa sababu yako Allah akawa amemuongoza ni bora kwako wewe kuliko kupata ngamia 100. Sasa kwa maneno haya watanielewa watu wangapi hapa? Wataongoka watu wangapi hapa? Nyote mliohudhuria mkaujaza msikiti huu mkawa hamkukubaliana na mimi, lakini kuna watu watatu tu wamenielewa wakanikubali. Tosha, mimi nishamaliza kazi yangu. Mmenielewa? Kwa hatutafuti pia majority ya watu, na wala hatuogopi kupondwa na kutukanwa. Hatuogopi, tushatukanwa sana mpaka ngozi zimekuwa ngumu, haziogopi tena matusi. Tunaona kwamba hizi ni katika changamoto tu.